Karibuni kwa neno la Bwana ambayo imetoka katika kitabu ya Warumi, Roman chapter 5 verse 1 through 5. Na nitasoma chapter 5 na mstari wa ngapi? Na mstari wa pili. Na Mungu wetu aweze kutubariki na neema ya Mungu kawe pamoja nasi. Ninasoma Roman chapter Warumi kifungu ya 5 na mstari wa 2 ndio nitasoma. Inasema hivi: ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake, na furaha katika tumaini la utukufu wa Mungu. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba, asante kwa sababu ya neno lako. Ninaomba ukaitakaze na ukaiweze kuweka wakati wako ninapoenda kunena Bwana, ikawa imetoka kwako, na ni kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno ambayo nataka tukajifunze siku ya leo ni kwa sababu ya wakati. Nataka tukajifunze vile neema inavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Neema ambayo inatufanya tusimame. Bwana Yesu asifiwe. Neema ambayo inatoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoongea neema, wakati tunapoongea neema unafikiria namna gani? Neema ni ile favor kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neema huwa inatoka kwa Mungu. Inaweza kuwa neema imekujia ukiwa umeokoka na huo hujaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neema ni ile gift, ama neema ni zawadi ambayo inapeanwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Inafanya mtu wa Mungu anakaa akiwa anasimama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapoongea neema siku ya leo, nataka tukajua ya kwamba neema inatoka kwa Mungu, na neema huwa inapeanwa na Mungu, na neema si kama wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Neema si kama wokovu. Neema inakuwa imetoka kwa Mungu kama zawadi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunapoongea neema inatoka kwa Mungu, tunakaa kwa sababu ya neema. Tunaishi kwa sababu ya neema. Tumekuwa uhai kwa sababu ya neema. Si kwa sababu tulikuwa tumetenda mambo mazuri mbele za Bwana. Si kwa sababu tulikuwa tunafurahisha Mungu, lakini kwa sababu ya ile neema akatuweka. Bwana Yesu asifiwe. Akatupa uhai ambao ni wa bure. Akatupa kuwa siku kama ya leo tukiwa hai na tukakuja katika nyumba lake. Na pia huwa hiyo neema anapeana kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu huwa anapea watu wake neema kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunakaa kwa sababu ya neema ya Bwana. Tunakaa kwa sababu ya upendo wa neema ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaishi ni kwa sababu ya upendo wa neema ya nani? Ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hatuishi kwa sababu tunapendeza mbele za Bwana. Hatuishi kwa sababu sisi ni wazuri sana. Tunaishi ni kwa sababu ya upendo na neema ambayo Bwana ametupa maishani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati tunapoongea juu ya neema, tunabaki kuelewa tunaongea juu ya neema gani. Na tukasema neema ni zawadi. Bwana Yesu asifiwe. Neema ni zawadi ambayo inapeanwa na Mungu kupitia upendo. Kwa hiyo Mungu akikuneemesha, anakupa hiyo favor. Bwana Yesu asifiwe. Anakupa hicho kibali ambacho ni cha neema. Na si wote ambao wanapewa hiyo kibali ambacho ni cha neema. Bwana Yesu asifiwe. Mungu kuna wale wake anapea. Kuna watu wake ambao unapea hiyo neema, unapata mtu maisha yake inaenda vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi kama Wakristo huwa anatupea zaidi kwa sababu tunaelewa ni nani. Ndio sababu naona tunangojeka, hatulali kwa hospitali sana, tunapata maombo mabaya. Mungu anatushindania, si kwa sababu tuna pesa, si kwa sababu tunapendeza, si kwa sababu tuna uwezo, lakini kwa neema ya Mungu anatuweka. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo neema ndio inaweka watu wa Mungu. Kwa hiyo siku ya leo tunajiuliza neema ambayo tunafaa tujue. Kuna ile neema ambayo inatusimamisha. Na ukitazama hii kitabu ya Warumi kifungu ya 5 na mstari wa 2 inasema hivi: ambaye kwa yeye
kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake na kwa furahia katika tumaini la utukufu wa Mungu. Haya ni maneno ambayo yalikuwa yanaongewa na mtumishi wa Mungu Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Akiwaambia kanisa ambayo ni ya Roma ya kwamba mahali mumefika ni kwa neema ya Bwana, na jinsi mlivyo ni kwa sababu ya Bwana ambayo neema yake imewasimamisha. Si kwa sababu ati mlikuwa mnapendeza, si kwa sababu ati mlikuwa mnajua kuhubiri neno, si kwa sababu mlikuwa mnajua mambo, lakini kwa sababu ya ile neema Mungu amezidi kuwasimamisha. Kwa sababu ya ile neema Mungu akawasimamisha kwa hilo neema kwa neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya neema akawasimamisha, akawapea mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anasimama na wao. Bwana Yesu asifiwe. So tunapokaa maisha ambayo tunakaa ya Ukristo, tunakaa maisha ambayo tumesimamishwa na neema ya Bwana. Hiyo neema ndio inasimamisha watu wake. Hatukai kwa sababu ya upendo wetu, tunakaa kwa sababu ya neema ya Bwana. Na ndio tunafaa kuiomba hiyo neema iendelee kuwa mingi katika maisha yetu, wakati tunapoamka na wakati tunaporudi, wakati tunapoomba. So tunafaa kuomba neema iwe mingi katika nyumba la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu neema ikikujia hiyo katika maisha ambayo ni maisha ya kuabudu, utapata maisha yako iko tofauti na watu wengine. Unasikia mtu anaomba ni kama kuna kitu kinaongea ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu amepewa hiyo kibali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunafaa kuelewa hilo neema ambayo Mungu ameweka ndani yetu ni kitu ambayo ni ajabu, hicho kibali ambayo kinapeanwa maishani mwetu na Mungu, na hiyo haipeani na mtu yoyote yule mwingine ila tu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neema ya Mungu inapeanwa na yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na neema haiwezi kusimamisha mambo ambayo Yesu Kristo ama haiwezi kusimamisha wokovu Yesu alitupea. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunapopokea neema, wokovu unakuwa mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Na neema haiwezi kufanya mtu asiokolewe kwa damu ya Yesu Kristo. Haiwezi kuzuia mtu kwa kukiri ya kwamba Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani neema hiyo haiwezi kuzuia wokovu ndani ya maisha yako. Neema ni tofauti na wokovu. Nataka tunote hiyo. Neema ni tofauti na nini? Na wokovu. Na wokovu huwa unapeanwa na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. So tunapoongea tunafaa kuelewa ni nini. Na tukasema hiyo neema inapeanwa kupitia upendo wa Yesu Kristo kwa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunapoona neema inapokuwa mingi katika maisha yetu, wakati mwingi tunakuwa na matumainio mengi, tunakuwa na amani katika maisha yetu. Ama wanakaanga namna gani kama Mkristo sasa? Wakati neema imekuchukia juu yako, nasikia namna gani? Unasikia amani, nasikia nini? Nasikia unakuwa na matumainio mengi. Yaani unasikia mwili na akili yako imerelax. Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu neema iko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sababu unaona watu wengi hiyo neema ikiwachukia, wakipata pesa mingi wanasahau na kumwabudu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu akili zao zimetulia. Hakuna chochote wanatafuta. Mali wako nayo, magari wako nayo, fedha wako nazo, na hata amani ya akili wako nayo. So wanasahau ya kwamba kuna ile njia nyingine ambayo ni ya kumkiri Yesu mwokozi kuwa maisha, kumkiri Yesu ndani ya maisha yao. Wanasahau na wanakaa maisha ambayo ni ya kulilai. Kwa hivyo neema ikiwa ndani ya mtu wa Bwana, neema ikiwa ndani ya mtu yoyote yule, maisha yake inakuwa amelilai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu akili yake iko na amani, hakuna chochote kile kinamsumbua katika maisha yake. Kuna kitu nataka kuambia kwamba kama Mkristo unafaa kuwa unajua ya kwamba
neema ikiwa ndani yako na ukuwe na hiyo amani, hiyo ndio wakati wa kumtafuta Mungu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio wakati wa kumtafuta Mungu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Na tubai kuwa na mambo kama ndio. Naona mtu ambaye tulikuwa tunaomba na yeye kanisani analia, anahitaji kazi, na wakati tunapoomba na yeye kazi ikipatikana, neema ikimtosha apate kazi, anaacha kukuja kanisa. Unasikia anakuambia, pastor, leo nilikuwa ninaosha nguo kwa sababu wiki yote nimekuwa nikifanya kazi, sikuwa na nafasi ya kwenda ya kuosha manguo. Na hii wakati wa Sunday ndio siku ambayo marafiki wangu wananitembelea, wanasahau wakati walipokuwa ama wakati alipokuja kwa nyumba la Bwana akihitaji kufunguliwa, akasahau ya kwamba huyo Mungu ni nani alimfungua. Bwana Yesu asifiwe. Neema wakati ilipomchukia ya mali, neema ambayo ilipomchukia ya kazi, neema ambayo ilipomchukia ya maisha yake, akili yake ikawa imerelax. Bwana Yesu asifiwe. Na anasahau kuja na kanisani. Anaanza kusema ati leo nilikuwa na wageni, sikuweza kuja kwa nyumba la Bwana. Na hiyo ndio tunapaa kuondoa kama Wakristo. Wakati neema inapokuchukia, unapaa kutafuta Mungu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Na pia neema inapokuchukia, unapaa kukumbuka mahali ulitotoka. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ulitoka unapaa kukumbuka vizuri. Ulitoka wapi? Ulitolewa na Mungu wapi? Mungu alikutoa wapi? Unapaa kuelewa vizuri sana. Na wakati huo ndio unamtafuta Mungu, ndio unaweka matumaini yako kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu saizi ukitafuta, unaangalia watu wengi, utaona saizi neema imekuwa mingi ya kuja kuabudu Mungu, kwa sababu huyo mtu ana intention fulani, anja yake na desire ambayo ako nayo moyoni mwake ni ya kutafuta mchumba, ya mwanarika ambaye anatafuta mchumba, ya mtu ambaye anatafuta kazi. Kwa hivyo anajitoa kwa ajili ya kumtafuta Bwana. Lakini wakati anapopata ile kazi, wakati anapopata ule mjumba inaitwa ile chungule zake zinakuwa mingi katika maisha yake, anapata kuwa na chungule, maisha inakuwa amelilaki. Kwa hivyo hapati nafasi ya kuja kumtafuta Bwana, kwa sababu amechukiwa na ule anachukiwa na nini? Amechukiwa na neema ambayo ni ya kazi, ama amepata bibi yoyote ile ambaye alikuwa anahitaji amepata, na anasahau na kumtafuta Mungu. Kwa hivyo wakati neema inapokuwa mingi, mtafute Bwana zaidi. Wakati unapopata chochote kile ulikuwa unahitaji, endelea kumtafuta Mungu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Paulo anawaambia mnasimamishwa na neema. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa sababu ati mlikuwa wazuri sana. Watu wengi wangeenda kuambiwa neno. Kuna watu wengi mchungaji angeenda pale. Kuna watu wengi ningetuma wahubiri waende kule wakahubirie neno ile. Lakini nyinyi neema imewachukia. Kwa hivyo hilo neema ndio imewasimamisha. Kwa hivyo hilo neema ndio imewasimamisha katika huduma hii. Kwa hivyo msibai kama mfai kujikamba. Bwana Yesu asifiwe. Hamjafai kujiinua kwa sababu ile neema imewachukia. Si ati wengi hawakuweza kuenda kuambiwa neno, lakini nyinyi wa roho neno imechuka kwenu. Kwa hivyo hiyo neema ya Mungu imewasimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia roho ambayo ni ya usingizi hapana. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kaa mahali ambapo tumefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Neema ikiwa ndani yetu, tunabaki kumwabudu Mungu na kuelewa, kwa sababu tumesema neema inapokuchukia unakuwa umerelax na umekuwa na matumaini mengi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu wetu atubariki na akaweze kutuinua tunapoelewa neno la Bwana, tunapoelewa mambo ambayo iko mbele zetu kila wakati. Na hiyo neema inapokuwa mingi tunapaswa kuelewa
vile tunafaa kuando nayo kila wakati. Kwa hiyo tunafaa kuelewa neema ndio inasimamisha watumishi wa Bwana. Neema ndio inasimamisha watu ambao ni wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo neema ikichuka mingi kwa watu ama ikichuka mingi kwa watu wanasahau. Bwana Yesu asifiwe. Wanaona ni kwa uwezo wao, ni kwa sababu ya masomo yangu nimesoma ndio niko na kazi, ni kwa sababu wazazi wangu walikuwa na wana mali ndio sababu niko jinsi nilivyo. Yaani mtu anaelewa mahali Mungu amemtoa. Bwana Yesu asifiwe. So tusiwe watu ambao ni wakusahau. Hiyo neema hushuka kwa watu, na wakati watu ambao Mungu neema amewachukia, tunafaa kuelewa, hasa Wakristo tunafaa kujua ni wapi Mungu ametutoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo neema tunalala, tunaamuka, tunajisahau usiku, na tunaamuka tunatembea. Huyo Mungu ndiye ametubeba mikononi mwake. Huyo Mungu ndiye ametubeba mikononi mwake mwa neema. Si kwa sababu tulikuwa tunaweza kupata watoto, ni kwa neema ya Bwana. Na watoto ni kwa sababu ya neema ya Bwana. Yeye ndiye anajua watakula nini na watakunywa nini. Na wakati hilo neema inawachukia watu wa Mungu, tusijigambe. Bwana Yesu asifiwe. Tuelewe ni kwa neema ya Bwana. Na ndio sababu mtume Apostol Paulo anawaambia hiyo neema ilikuwa imewasimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Kupata hilo neema ni kwa sababu ya nguvu za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa sababu mlikuwa mnapendeza. Hata inasema ni inasema ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake. Hiyo mmesimama. Hata kuwa ndani ya kanisa hii inahitaji neema. Hata kupata mtumishi wa Mungu ni neema ya Bwana. Hata kuitwa katika huduma ni kwa sababu ya neema. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa sababu ati tunapendeza, lakini ni kwa sababu ya hiyo neema tumefikia kusimama. Ni kwa sababu ya hiyo neema tumefikia kusimama katika wokovu. Ni kwa sababu ya hiyo neema tunafikia kuabudu. Ndiyo kwa sababu ya hiyo neema tunafikia kusifu Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So tunafaa kuelewa vizuri na tunafaa kujijua vizuri na kujua huyo wetu jinsi alivyo. Hata wakati tunapopatana na mausito, hata mausito yanapokuja, hata disappointment yanapokuja, tunafaa kuelewa hicho ni mapito tu. Hilo neema ya Bwana itazidi kutosha kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapoendelea kuomba, tuombe neema ya Mungu iendelee kutosha kila wakati, na tuelewe hiyo neema imetoka kwa Mungu, na maisha yetu yaweze kuwa katika neema ya Mungu ambayo kuwa anapeana katika upendo wake wa ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu aweze kutubariki na tuweze kuelewa mambo mengi katika mafikiria yetu. Tunafaa kuelewa ni ule ambaye ametuweka hivyo ni Mungu wetu, kwa sababu bila neema hatuwezi kuwa jinsi tulivyo. Anasema ni kwa sababu ya neema umesimama. Ni kwa sababu ya neema jinsi tulivyo. Ni kwa sababu ya neema kuwa na mke. Ni kwa sababu ya neema kusimamisha familia yako. Ni kwa sababu ya neema kusimamisha kanisa la Bwana. Ni kwa sababu ya neema ya Bwana kusimamisha huduma yake. Ni kwa sababu ya neema kusimamisha ile huduma Bwana ameweka ndani yako. Ni kwa sababu ya neema Bwana amesimamisha hawa watoto wako wakasoma vizuri. Ni kwa sababu ya neema Mungu akasimamisha watoto wako kwa jinsi walivyo. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa sababu ya uwezo wako, si kwa sababu ya kujua kwako, ni kwa sababu ya neema. Neema imetubeba mikononi mwake. Neema ya Mungu imetubeba mikononi mwake kila wakati. Kuamka kwetu na kulala kwetu, kutembea kwetu na kukaa kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ambayo tunafanya ni kwa sababu ya neema ya Bwana. Hata kusimama katika huduma hii ni kwa sababu ya neema ya Bwana ambaye ametubeba mikononi mwake akatusimamisha. Ni kwa sababu ya neema ya Bwana anatupa neno ya
kuongea kila wakati. Ni kwa sababu ya neema ya Bwana anatupa kusimama katika njia zake kila wakati. Ni kwa sababu ya neema ya Bwana kuwa jinsi tulivyo, si kwa sababu ya mambo yetu mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa sababu tunapendeza, si kwa sababu tuna uwezo, ni kwa sababu ya hiyo neema ambayo ametusimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwenda kazini na kurudi ni kwa sababu ya neema ya Bwana. Huyo Bwana anakusimamisha, unaenda unapitana na maajali ya barabarani, unapitana na wakora, unapitana na mambo mabaya, unaenda na unarudi salama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya hiyo neema ndio imetufikisha mahali tulipo. Anasema vizuri, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani, na kupitia kwa yeye kwake tumepata ile imani ambayo tuko nayo kwa sababu ya neema. Hiyo imani haiwezi patikana bure, ni kwa sababu ya neema. Tunamwamini Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yetu, tunamwamini Yesu kutuokoa, na ile imani yetu inaendelea kuwa mingi kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu wetu aendelee kutusaidia tunapoelewa vile Mungu wetu anafanya kazi ndani ya maisha yetu, vile anatubeba mikononi mwake mwa neema kila wakati, anatuweka mikononi mwake mwa neema, anainua imani zetu kila wakati, kwa sababu kuamini kwetu si bure tu, ni kwa sababu ya hiyo neema imetusimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi mlianza pamoja na wao lakini sasa hawamo, walishindwa wakiwa katika safari? Ni wangapi ambao mlianza kuamini Mungu pamoja na wao lakini wengine walishindwa na wakarudi nyuma? Lakini kwa sababu ya ile neema ya Bwana anaendelea kuikumanisha na kuisimamisha imani yako kila wakati. Anaendelea kusimamisha imani ya kanisa, anaendelea kusimamisha imani ya Mkristo, anaendelea kusimamisha imani ya mtumishi wa Bwana, anaendelea kusimamisha familia. Bwana Yesu asifiwe. So ni kwa sababu ya hiyo neema imani yetu inaendelea kuwa mingi. Kwa hivyo tunapoelewa mambo vile yalivyo ni kwa sababu ya neema. Hata kuweka chakula kwa meza saa hizi ni inagharimu neema ya Bwana. Hata kusimama na kuvaa nguo ni kwa sababu ya neema ya Bwana. So hata wakati uchumi ukue namna gani, hata ukue mgumu namna gani, Mungu wetu anaendelea kutubeba mikononi mwake mwa neema. Hata tusimamisha, tutapata chakula, tutapata cha kusomesha watoto, tutapata hata za kufanya kazi yake, tutapata hata kufanya mambo makubwa hata kuliko wakati ule mwingine. Huu wakati ili Mungu aonekane, nuseme ni kwa sababu ingekuwa si kwa sababu ya Mungu alinibeba mikononi mwake mwa neema, mwaka fulani singeweza kufikia, mwaka fulani hata tungekula kwa nyumba, mwaka fulani hata ungevaa, lakini kwa sababu ya neema ya Bwana akatuweka mikononi mwake mwa neema, akatubeba mikononi mwake mwa neema, akatusimamisha mikononi mwake mwa neema, akatupa chakula, watoto wetu wakasoma, watoto wetu wakapata kuimarika kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo wanakatana na wale wanasema ati watoto wa siku hizi, mambo ya siku hizi. Ndio, mambo ya siku hizi shetani ameinuka kupika watumishi wa Bwana. Siku hizi watoto wa shetani ameinuka kupika watoto, lakini ukisimama kama mzazi, kwanza umuombee mtoto wako, ili umsimamishe na umfunze neno la Bwana, na la tatu mpeleke nyumbani mwa Bwana makanisani afunze neno la Bwana, mshirikiane pamoja na watumishi wa Bwana. Watoto watakuwa watoto ambao ni wa baraka katika nchi yetu na kanisa la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo inategemea vile mume wako. Wakati umemkaribisha shetani na maneno yako ataingia, lakini wakati unapoinua imani yako useme ya kwamba hata mambo yakuwe mazito, hata wakati ukuwe namna gani, mimi nitasimama katika jina la Yesu Kristo. Ni kwa sababu si kwa nguvu zangu, uweza wangu, Mungu wangu ananisimamisha imani yangu kila wakati, mikono mwake mwa neema atanibeba. Kwa sababu hata sijui siku yangu ya kesho itakuwa namna gani, lakini kwa imani inajua siku ya kesho itakuwa na furaha, siku ya kesho itakuwa ya baraka, siku ya kesho itakuwa ya baraka mingi. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo huwa inapeanwa na Mungu wetu kimbali kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. So tunapaa kuelewa vizuri ule Mungu ambaye tunamwabudu anakaa namna gani. Tunapaa kuelewa vizuri Mungu ambaye ametuokoa ako namna gani. Imani zetu anapaa kuzinua kila wakati, kwa wakati ule wote ambao tuko mbele zake, kwa sababu huwa anapeana kwa watu wake ambao ameinua imani yao mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo imani ambayo tuko nayo ni kwa sababu ya neema ya Bwana, ni kwa sababu ya neema ya Bwana kutubeba mikononi mwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo hatuwezi bila Mungu. Nikasema hata kukua na chakula kwa meza saa hizi ni nguvu za Bwana, ni neema ya Bwana. Hata kuwa na imani ambayo tunasiti kuimamini ama tunasiti kuamini ya kwamba mambo yatakuwa mazuri ni kwa sababu ya neema ya Bwana. Kwa hivyo Mungu wetu aendelee kututendea na kutubariki kila wakati na kutuinua kila wakati, kwa sababu yeye ndio beba watu wake mikononi mwa neema. Tunapoendelea tuombe katika kanisa letu, Mungu atupe neema ambayo ni ya kuimba, neema ambayo ni ya kuabudu, neema ambayo ni ya kumtafuta zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Na neema ambayo ni ya kuinua imani yetu sana, kwa sababu yeye ndio alituachia, hakuna kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Tukiinua imani zetu mbele za Bwana, hata sisi kutubeba mikononi mwake mwa neema kila wakati, kwa sababu yeye ndio beba watoto wake mikononi mwa neema, kwa sababu yeye ni baba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sio anasema imetoka kwa baba yetu. Bwana Yesu asifiwe, ambayo mnasimama ndani yake na kufurahia katika tumaini la utukufu, na kufurahia katika tumaini la utukufu. Kwa hivyo maisha ambayo tunakaa ni kwa sababu ya neema ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa katika kanisa ni neema, kuwa katika kazi ni neema ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ametubeba mikononi mwake, lakini wakati ambao umepata hiyo chance unaanza kuitumia vibaya. Kwa hivyo tufanye hivyo kama Wakristo. Tunafaa kumwamini huyo Mungu na njia ambayo kila wakati tunapoomba maombi yetu ama anisa zetu kutoka kwa Bwana, Mungu wetu huwa anatujibu kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukiinua imani zetu mbele za Bwana na neema yake itubebe, hakuna mambo ambayo yatakayokushinda katika maisha yetu. Hakuna mambo yatakayokuwa magumu katika maisha yetu ya kila siku. Na Mungu wetu aendelee kutupenda na kutuinua kila wakati, na neema yake iendelee kutosha. Kwa hivyo tunapoelewa hilo neema inapotuosha katika maisha yetu, tunapaa kuelewa ya kwamba neema ambayo inapotumulikia maisha yetu, tunaelewa inaleta radha katika maisha yetu, inaleta inaleta ile mwangaza katika maisha yetu, na tutawahi shindwa na mambo yoyote ile. Tutakuwa tunaona mambo inaenda vizuri, na kazi yake itakuwa rahisi sana kuifanya, kwa sababu Mungu wetu ametuangazia kupitia neema yake. Mungu wetu anatuangazia kupitia neema yake, na ile presence yake ni Mungu ni ya neema, itasiti kutujaza, tutasiti kuitegemea na kuingemea kila wakati. Na tukiegemea hiyo neema ya Bwana kila wakati, maisha yetu yatakuwa si ya kushindwa tena. Kwa hiyo Mungu wetu atubariki na neema yake ikawe nasi kila wakati kanisa, na Mungu wetu akatupe neema ya kumwabudu, neema ya kumtafuta, na hicho kimbali ambacho ni cha neema kikasiti kuwa nasi kila wakati, tunapotembea, tunaporudi, tunapolala, tunapofanya kazi na tunapotumikia huyo Mungu. Neema hiyo ikasiti kuwa nasi kila wakati, siku zote za maisha yetu. Kwa hivyo Mungu atubariki na neema ikawe nasi. Kwa hivyo tuombeni. Mwenyezi Mungu Baba, asante ni kwa sababu ya neno lako umenipa kulisema kulingana na jinsi uliponituma Bwana. Ukasema tumesimamishwa ni kwa sababu ya neema yako Bwana. Pokea sifa
na ukaweze kutuongoza kila wakati, kanisa lako ukaweze kuiongoza, na kila mmoja atakayesikia hilo neno lako, neema yako Bwana kazidi kuielewa zaidi, na neema yako ikapate kuwa pamoja naye kila maisha yake, na ukainue imani ya watu wako Bwana. Tubariki sisi sote, ukatuinue, na ni kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini.